Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Karibu kwenye kipindi hiki cha neno la uzima, na Mungu amenipa kitu cha kuweza kuzungumza pamoja na wewe. Naomba nimshukuru Mungu kwanza. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa neema yako na kwa utukufu wako. Asante Bwana kwa namna ambavyo umekuwa mwaminifu na namna ambavyo Bwana unatupigania. Tazama Roho Mtakatifu, jifunue na kujidhihirisha katika kipindi hiki. Mungu, tunahitaji msaada wako. Roho Mtakatifu, mimi ni chombo tu. Wewe ukaseme na watu wako. Ukaseme na mioyo ya watu wako. Ukanene na kila mmoja ambaye atapata neema ya kusikia na kuona. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi sawa, ndugu yangu, moja ya vitu ambavyo Roho wa Mungu ameniongoza niweze kusema pamoja na wewe ni hiki kitu. Kukaa chini ya baba hodari sio tu neema, bali ni fursa ya mabadiliko makubwa ya maisha. Kukaa chini ya baba hodari sio tu ni neema, bali ni fursa ya mabadiliko makubwa katika maisha. Sasa nitakupitisha ili uweze kuona watu ambao walikaa na baba zao hodari na mwisho wa siku maisha yao yakabadilika. Mwisho wa siku mitazamo yao ikabadilika. Walikuwa hawana ujasiri kabisa, lakini ghafla wakatapu ujasiri, wakawa ni mashujaa. Naomba nisogee mbele kidogo. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili 17:10, maandiko yanaweka wazi kabisa, yanaeleza wazi kabisa. Maandiko yanasema hivi: basi hata yeye aliye shujaa, mwenye moyo kama moyo wa simba, atayeyuka kabisa. Maana Israeli wote wanajua ya kuwa baba yako ni shujaa, na ya kuwa watu wale walio pamoja naye ni mashujaa. Hii ya mwisho kabisa ndiyo ambayo imebeba maana ya somo hili, ya kwamba na ya kuwa watu wale walio pamoja naye ni mashujaa. Watu ambao walikuwa na baba hodari ambaye alikuwa ni Mfalme Daudi, wanatambulika kama mashujaa. Na ukisoma haya maandiko unaona kwamba namna ambavyo walikuwa ni wadhaifu kabla, namna ambavyo walikuwa hawajiwezi, walikuwa hawawezi kupigana vita, walikuwa hawawezi kufanya mambo makubwa, lakini walipojiattach na baba hodari, unaona mambo yakabadilika. Kuna neema ambayo ilitoka kwa Daudi ikaja juu yao, wakajiona wanaweza, wakajiona ni mashujaa. Lakini pia hata watu waliowaona wanatuthibitishia wazi ya kwamba walikuwa ni mashujaa. Hiki ndicho ambacho nataka ukidaki kwenye hii video, ya kwamba unapokuwa na baba hodari, unapokuwa na watu sahihi, hata kama ulikuwa na makosa mengi, wale watu sahihi watakufanya na wewe uwe sahihi. Hata kama ulikuwa ni dhaifu kiasi gani, hata kama ulikuwa huelewi mambo mengi, lakini kwa kukaa na watu sahihi, kwa kukaa na watu wanaoelewa, unajikuta na wewe unatapu hiyo neema, unaanza kuelewa mambo, unaanza kupanuka kiufahamu, unaanza kuyatazama mambo kama wao wanavyoyatazama, unaanza kufikiri kama wao wanavyofikiri, unaanza kuendesha maisha yako kama wao wanavyoendesha maisha yao. Na hiki ndicho ambacho natamani uweze kukiona katika maandiko haya. Na ndio maana tunaona katika maandiko haya tunaona siri kubwa ya ukuaji wa kiroho. Unaona kabisa wazi uongozi na uwezo wa mtu. Angalia, aina ya kiongozi unayekaa chini yake huwa inaamua ubora wa maisha yako. Aina ya kiongozi ambaye unakaa naye, ambaye anakuongoza, huwa pia inaamua ubora wa maisha yako. Kama kiongozi ana ubora fulani katika maisha yake, unaona huo ubora unakuja kwako. Kwa nini? Kwa sababu mmekaa pamoja. Wale waliokuwa pamoja na Daudi walikuwa hodari sana, walitapu ujasiri, walitapu uelewa wa vita. Kwa nini?
kwa sababu walijifunza moja kwa moja kutoka kwake. Walikuwa wanaona namna ambavyo Daudi anapokabiliana na jambo gumu, namna ambavyo na wao wakikabiliana na jambo gumu wanajua okay, baba yangu alikuwa anafanya hivi, kiongozi wangu alikuwa anafanya hivi. Mimi kuna vitu ambavyo nimenufaika sana wakati nimekaa na Pastor Tukiko Omoso, wakati nimekaa na Dr. Zakayo Nzogere. Kuna vitu vingi sana ambavyo nimenufaika na. Wakati mwingine kuna jambo linaweza likaja kanisani, ikawa ni zito kweli kweli. Unaanza kufikiri kwamba hiki kitu pastor atakisolve hapa, hili jambo litaishaje hapa. Unajiuliza, lakini unaona namna anavyo lisolve, unabaki unashangaa. Unasema wow, hii na mimi nimejifunza, hii na mimi nimedaka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ushirika wa pamoja, ile neema ya kuwa pamoja na kuwa na jicho la kujifunza. Unajua, unaweza kuwa na kiongozi hodari, unaweza kuwa na kiongozi mzuri, lakini ukashindwa kunufaika, ukashindwa kujifunza. Sio wote ambao huwa wanaweza kujifunza kutoka kwa kiongozi. Sasa kuna mambo kama 5 ambayo kwenye hii video nataka nikufundishe. Nataka ujifunze. Mimi yamenisaidia. Mimi yamenipeleka hatua nyingine. Mimi nimeona neema hiyo. Natamani na wewe uweze kuona. Jambo la kwanza, kukaa chini ya kiongozi hodari hukufanya kuwa hodari. Nimekuja kugundua ya kwamba unapokaa na kiongozi ambaye ni shujaa, kiongozi ambaye haogopi, kiongozi ambaye sio mwoga, kiongozi ambaye ni hodari, automatic ile neema huwa inakuja kwako. Unajikuta na unakuwa hodari katika kuzungumza, unajiamini katika kuyakabili mambo, unajiamini. Ni kwa nini? Kwa sababu umekaa na kiongozi ambaye ni hodari. Ndio maana John Maxwell aliwahi kusema ya kwamba uongozi wa kweli ni uwezo wa kuzaa viongozi wengine, si wafuasi tu. Ngoja nikwambie kitu. Unapokuwa na kiongozi hodari, wewe usiwe mfuasi. Mfuasi maana unafuata tu, hujui unakokwenda. Kwa kiongozi ambaye unaelewa nini ambacho unakifanya, unaelewa nini ambacho kiongozi wako anakifanya. Hauelewi, uliza. Ndio maana John Maxwell akasema uongozi wa kweli ni uwezo wa kuzaa viongozi wengine. Kwa hiyo kiongozi bora pia huwa na wazaa viongozi wengine bora. Wengine tumefika hapa kwa sababu tumekaa na viongozi bora. Wengine tuna ujasiri huu ambao unaona kwa sababu tumekaa na viongozi ambao wana ujasiri. Hatakuwa na ujasiri wa namna hiyo, hata kufundisha neno la Mungu binafsi nilikuwa siwezi kabisa. Lakini kwa kukaa na viongozi wenye hodari, wanaojua kufundisha, wanaojua kufafanusha maandiko, wanaojua nini maana ya neno la Mungu, wao, imetufikisha hapa, imenifikisha hapa nilipofika. Na hiki ndicho ambacho natamani uweze ukidaka, kwamba unapokuwa na kiongozi hodari, na wewe unaweza kuwa hodari endapo ukiamua. Unajua ni kwa nini? Waswahili wanasema ya kwamba unaweza kumpeleka ng'ombe kunywa, huwezi kumlazimisha ng'ombe kunywa maji. Kazi ya mchungaji ni kuwapeleka ng'ombe au mifugo sehemu ya kunywea maji. Sasa ni wao wenyewe kuamua kwamba wanywe au wasinywe. Na ndio maana unaweza ukawa na kiongozi hodari, lakini kama hautakuwa na shauku ya kuwa hodari, kama hautakuwa na shauku ya kutaka kufanya kama kiongozi wako anavyofanya, hauwezi ukatoboa, hauwezi ukasogea mbele. Unaweza ukajikuta unabaki pale pale, na wanaokuja kunufaika ni watu wa kutoka nje kabisa, ndio ambao wananufaika. Jambo la pili, kujifunza kutoka kwa kiongozi wako ni njia ya kuinuka. Kwamba unataka kuinuka, unataka utoke hatua moja kwenda hatua nyingine, lazima uwe na uwezo wa kujifunza kutoka kwa kiongozi. Wanasema hivi, wengi wanashindwa kufikia ubora kwa sababu hawajifunzi kwa makini kutoka kwa viongozi wao. Wanashindwa kufikia ile level ya viongozi wao kwa sababu hawataki kujifunza, hawataki kujua siri iliyomfikisha kiongozi huyo hapo alipofika. Moja ya vitu ambavyo huwa nakuwa navyo makini napokuwa na kiongozi wangu, napokuwa na Dr. Zakayo Nzogere, napokuwa na Tukiko Omoso, huwa nakuwa niko macho sana. Naangalia namna anavyotenda, namna anavyofanya,
the way anavyokaa na kuzungumza, the way anavyo handle mambo. Unaona hicho kitu nakuwa na shauku. Wakati mwingine namwambia Mungu, hiyo neema ambayo iko kwao na mimi nahitaji, hiyo neema ambayo iko kwao na mimi naiomba. Unaona, nakuwa na shauku ya kujifunza, Can you imagine kwamba unaweza ukawa na kiongozi ambaye ameandika vitabu kabisa, lakini wewe ni kiongozi labda msaidizi, hata vitabu hauna ambavyo ameviandika, hauna kabisa, hata uvipitia, yani unaviona kama picha. Kiongozi anaweza kawa na programs hapa na pale nzuri tu, lakini hujiattach na hizo program, haujiattach na kile anachokifanya, halafu mwisho wa siku tuwe bora, au mwisho wa siku tuweze kunyanyuka na kusonga mbele. No, hayaendagi hivyo. Lazima uwe na shauku ya kujifunza. Kwenye kile kitabu cha Mathayo 9:13, maandiko anasema hivi, lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya. Nendeni mkajifunze. Yesu anawaambia wanafunzi wake. Okay, lakini nendeni, mnapokuwa mnaenda mjifunze maana ya haya maneno ambayo nimeyasema. Ngoja nikwambie kitu. Kuna maneno ambayo kiongozi wako anayasema, kama hautakuwa na uwezo wa kujifunza, utabaki pale pale. Sure, I tell you, utabaki pale pale. Lakini kama unaweza ukajifunza yale maneno ambayo kiongozi wako anayasema, una uwezo wa kujifunza na kuyatafsiri na kuyaelewa, hapo itakupa hatua nyingine. Hautabaki kama ulivyo, utasogea mbele. Ndicho ambacho natamani uweze ukidaka. Lakini jambo lingine katika kujifunza, unajua kujifunza ni tendo la unyenyekevu. Mtu anayejifunza ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Yaani ukijinyenyekeza kwa kiongozi wako, unafunguliwa milango ya maarifa mapya. The more unavyonyenyekea, ndivyo ambavyo kiongozi wako anayamimina mafuta kuja kwako. Kwa nini? Anajua kwamba huyu ana shauku ya kujifunza, ya kwamba huyu anataka asonge mbele, huyu anataka ende viwango vingine. Kwa hiyo unaona, unyenyekevu ni kitu cha msingi sana. Moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ni kunyenyekea, ni unyenyekevu. Kuna watu wamepoteza neema ya kujifunza kwa viongozi wao kwa sababu ya kutokunyenyekea. Kwenye video iliyopita nilikuwa nasoma kitabu cha Njaa ambacho alikiandika Caleb, mwinjilisti mkubwa sana. Na katika neno la utangulizi kwenye kile kitabu, neno la utangulizi alitoa mtumishi wa Mungu Daniel Kolenda. Alitoa neno la utangulizi. Anasemaje? Daniel Kolenda anasema ya kwamba anajivunia kuwa na mtu kama Caleb ambaye ni msaidizi wake bora, lakini pia ambaye ana moyo wa kujifunza. Unaona, hicho ndicho ambacho Daniel Kolenda anakisema. Lakini kwenye ile video nikasema pia ya kwamba huyo Daniel Kolenda ambaye anatoa neno la utangulizi pia ametokana na Leonard Bonke. Amekuwa kiongozi msaidizi kwa Leonard Bonke. Unaona, mpaka Leonard Bonke alipofariki, Daniel Kolenda akachukua nafasi, ndio CEO wa Christ for All Nations. Kwa unaweza ukaona neema ya unyenyekevu. Yawezekana kipindi Leonard Bonke akiwa anaendelea na uongozi wake, walikuwa viongozi mbalimbali ambao walikuwa wanafanya nayo kazi, lakini Daniel Kolenda anaonekana mtu ambaye alikuwa ni mnyenyekevu sana. Kwa hiyo ukitaka kuinuka, lazima ukubali kuwa na unyenyekevu ndani ya moyo wako. Uwe na maisha ya kunyenyekea kiongozi wako. Utaona namna ambavyo utasonga mbele. Mimi nimekuwa mkuu wa shule kwa zaidi ya miaka 5. Nilikuwa na msaidizi wangu mzuri sana. Unajua ni nini? Ilibidi vitu vingi sana nilikuwa namshirikisha, lakini ndani ya moyo wangu nikawa namuomba Mungu. Nikasema, Mungu, naomba huyu mkuu wangu msaidizi aje apate shule. Ninaomba. Unajua nilikuwa namuombea sana ateuliwe apate shule.
Kwa nini? Kwa sababu niliamini kwamba atakapoenda kuwa mkuu wa shule atafanya vizuri zaidi. Alikuwa na moyo wa kujifunza yule mama, alikuwa ni mnyenyekevu. Mimi ni kama mtoto wake, ilikuwa ni mtu mzima, mimi kama mtoto wake. Lakini the more alivyokuwa ananyenyekea, the more nilivyokuwa nikimpa maelekezo ananyenyekea, niliwiwa sana kwa mbele za nasema Mungu msaidizi. Wow, unajua Mungu alikuja kumsaidia. Ninavyozungumza leo hii ni mkuu wa shule. Kwa hiyo unaona, na anafanya vizuri. Na wakati mwingine unajua anapiga simu anasema kuna vitu vingi nilijifunza kwako. Kuna vitu vingi vinanisaidia leo. Unaona, huo ni moyo unyenyekevu. Ni moyo, unaona alipanda na mwisho wa siku ameshakuwa ni mkuu wa shule. Ndicho ambacho nakimaanisha hapa, moyo wa kujifunza. Alikaa na kujifunza namna ya kuandika barua, namna ya maelekezo mbalimbali ya kiofisi, na akajikuta kama vitu vingi anavijua. Kwa hiyo nikawa na imani hata kipewa shule hawezi akafanya fiongo, hawezi akaharibu kabisa. Kwa nini? Kwa sababu niliona moyo wa kujifunza. Ndicho ambacho unaona kwamba milango inaanza kufunguka. Ona, wale waliokuwa na Daudi hawakubishana naye, waliangalia, wakasikia, wakajifunza na wakaiga. Ndio maana walijulikana kama wapiganaji hodari. Walijifunza, wakaiga. Alimwona baba yake wakiwa anavyofanya, alimwona Daudi anafanyaje, wanaiga. Mimi kuna vitu vingi nimeviiga. Naam, nimeviiga. Kwa nini? Kwa sababu nina moyo wa kujifunza. Nina moyo wa kujifunza sana. Na moyo wa kujifunza. Namba tatu, kiongozi upenda wanaojifunza. Unaona hizi correlation jinsi ilivyo. Kiongozi upenda wanaojifunza. Kiongozi bora huwekeza muda wake kwa wale wanaothamini mafunzo yake. Kiongozi akishagundua kwamba wewe unapenda kujifunza mafundisho yake, huwa ana tabia ya kuwekeza vitu vingi sana kwako. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwamba hapotezi muda. Na ndio maana hata mkikaa meza moja mkianza kuzungumza au kuna maelekezo anakupa, ataenda in deep, ataenda kwa undani zaidi. Kwa nini anaenda kwa undani zaidi? Kwa sababu anajua kwamba anawekeza sehemu sahihi. Hakuna mwekezaji ambaye anawekeza sehemu ambayo ina hasara. Haipo. Akishagundua kwamba wewe hufuatili mafundisho yake, mathalan anafundisha hata wakati wa ibada, hauandiki, haufanyi chochote, haufuatilii, hauulizi, hautaki kujua nini kinaendelea, hauwezi akawekeza kwako hata siku moja. Lakini kama unaandika, unafuatilia, unauliza, tunafanyaje hapa, inakuaje hapa, inakaje hapa, ngoja nikwambie kitu, kuna vitu vingi ataanza kufundisha, kuna vitu vingi vya moyoni ataanza kuvifunua kwako. Kwa nini? Amegundua una moyo wa kujifunza. Kwenye Methali 1:5 mzee Sulemani anasema mwenye hekima atasikia na kuongeza elimu. Umeona? Ukishakuwa na hekima, jambo la kwanza huwa unasikia kiongozi anasema nini, unasikia nini ambacho kinatakiwa kufanyika, lakini pia unaongeza elimu, unazidi kujifunza. Hiyo ilikuwa ni namba 3. Namba 4, maonyo ya kiongozi ni ujenzi wa tabia. Hiyo ndio pointi ya 4. Maonyo ya kiongozi ni ujenzi wa tabia. Moja ya vitu ambavyo kama unataka kuwa kiongozi mzuri baadaye, kama unataka kwenda mbali zaidi, lazima ukubali kuonywa. Kama hauonyeki, hauwezi kwenda mbali sana, na hauwezi kunufaika na yale ambayo kiongozi anayo. Haiwezekani, huwezi kunufaika. Kwa hiyo usiogope makemeo. Kiongozi anayekemea anakujenga. Angalia kwenye Zaburi 141:5. Maandiko anasema maonyo ya waadilifu ni mafuta ya kichwa changu. Wow, amazing. Maonyo ya waadilifu
Waadilifu akina nani? Hawa ni viongozi waadilifu. Hawa ndio ambao wanatulea. Hawa ndio baba zetu. Maonyo yake ni mafuta ya kichwa changu. Kwa maana nyingine, bila kuonywa huwezi kupata mafuta. Bila kuonywa huwezi kusonga mbele, utapotea. Kwa nini? Kwa sababu hakuna naye kurudisha kwenye mstari. Kuna baadhi ya watu walikuwa na talenti nzuri, walikuwa na upako mzuri, lakini wameshindwa kunyenyekea kwenye malezi. Na ndio maana unajikuta kwamba anaenda hata kipotea, hajui kama amepotea, nazidi kwenda. Watu wanamwangalia tu, mwisho wa siku anapotea kabisa. Lakini kiongozi ambaye anajua nini maana ya kusonga mbele, ambaye anajua nini maana ya malezi, anajua ni kiongozi, lakini anatambua kwamba analelewa, anatambua kwamba kuna watu ambao wako juu yake wanamsaidia. Akikemewa anageuka, anasema hapa nimekosea, natakiwa kurudi. Hapa nimekosea, natakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo ni ngumu kupotea, ni ngumu kuharibikiwa, ni ngumu kuvurugikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanakukemea unapoenda vibaya. Kuna watu ambao laiti wangekemewa wangekuwa vizuri sana, wasingepoteza vile walivyovipoteza, wasingeharibikiwa yale yaliyoharibika. No, wasingeharibikiwa, wangesonga mbele zaidi. Lakini kwa sababu walishinda, kwa sababu walipokemewa waliona kama vile hawapendwi, waliona kama vile wamedharauliwa, waliona kama vile hawafanyi chochote, mwisho wa siku wamejikuta wameharibikiwa kabisa na hawafai tena kabisa. Ni kwa nini? Walikosa maonyo. Mtunga Zaburi anasemaje? Maonyo ya uadilifu ni mafuta ya kichwa changu. Ndugu yangu, rafiki yangu, kubali kuonywa. Utaona faida yake. Namba 5, jambo la mwisho, Holy Spirit. Namba 5, namba mwisho kabisa, msukumo wa kiongozi huzaa viongozi wengine. Kiongozi anakuwa na msukumo wa kuzaa viongozi wengine. Ndio maana sisi tumezaliwa. Kwa nini? Kuna kiongozi ndani mwake, alipotuona alikuwa na msukumo wa kutuzaa ili na sisi tuwe viongozi, ili na sisi tuweze kuongoza. Alivyotuona akasema, huyu mtu anaweza kaongoza, huyu mtu anaweza kafanya mambo makubwa, huyu mtu anaweza kafika mbali, lakini anatakiwa akae kwanza chini ya malezi, aangaliwe, alewe, aambiwe. Mimi nakumbuka kipindi Dr. Zakayo Nzogera niwekea mafuta ya kuwa mchungaji. Hiyo ibada sitaisahau kwenye maisha yangu. Kwa nini? Alikwanza nikabidhi ile Biblia, mpaka kwenye nyuma ya Biblia na mbele ya Biblia nimeandika ile maneno ili nisije nikayasahau. Alitamka, unajua baba anapokuwa anatamka maneno mazito, unaona kabisa mpaka mwili unaonyesha huyu anatamka mambo mazito ambayo mpaka leo mimi nayaishi kabisa. Kwa hiyo kiongozi anakuwa na msukumo wa kuona kwamba wale nao wazaa wanasonga mbele, wale wanaozaa wanasonga mbele. Kwa hiyo nina imani ya kwamba waliotuzaa wanapotuona tunasonga mbele, wanasema wow, this is good. Kwamba sikupoteza muda wangu, sikupoteza rasilimali fedha zangu, sikupoteza chochote kile, bali niliwekeza matunda. Na kuna mama mmoja, ni mzee sasa, mume wake alifariki, alikuwa ni mchungaji, kwa ni mama mchungaji, alifariki. Na baada ya kufariki alikaa kama miaka 3 au 4 hivi. Sasa juzi nilikutana naye, nikawa naongea naye, nikawa nazungumza naye. Akaniambia, bwana, Jumamosi nilikuwa na wageni. Nikamwambia, wageni gani? Akasema, wale wachungaji ambao wamepita mikononi mwa mume wangu ambaye ameshafariki sasa, wameshajiorganize. Kwa hiyo kila Jumamosi wanakuja kwangu kunitembelea, wanakuja kwangu na zawadi. Kila Jumamosi wanakuja,
kila Jumamosi wanakuja. Angalia, ni baada ya miaka 5, lakini wamekuja kugundua kwamba kuna mtu ambaye ametulea, kuna mtu ambaye aliingia gharama ya kutusukuma kwa viongozi. Kwa hiyo unaona, wanakuja wanafanya kitu. Yule mama alikuwa mwenye furaha, yule mama alikuwa na furaha sana, nasema kwa kweli sikutegemea, kumbe tulichokifanya kimeleta matunda, tulichokifanya kumbe kimezaa. Unaona huyu mama anavyofurahia, na unaona kwamba yule baba alifanya kazi kubwa ya kuwazaa viongozi, alikuwa na msukumo wa kuwazaa viongozi, kawazaa wachungaji wengi. Unaona wachungaji mpaka wanafunga safari, wanajiorganize kutoka maeneo mbalimbali, wanakuja hata kama hawaji wote, lakini wanatuma fedha, wanafanya hivi, wanaenda kwa yule mama, wanafurahi naye, wanakula chakula pamoja, wanafikiri, wanazungumza hata moment zile za kipindi kile. Unaona ni kitu ambacho kinaleta baraka sana. Kwa hiyo msukumo wa kiongozi ni kuzaa viongozi wengine. Kiongozi mzuri hujiona kwenye wanafunzi wake. Anapoona wanafanya vizuri, anafurahia. Ndio kiongozi anajiona. Yani the more anavyozaa wale wanafunzi, the more anavyozaa wachungaji, anavyozaa viongozi, ndivyo anavyofurahia, ndivyo anavyojisikia vizuri. Sema hakika nilifanya kazi ambayo ni nzuri. Nilifanya kazi ambayo ni nzuri. Mimi kwenye ukuu wangu wa shule nakumbuka wamepita kama walimu 3 wanaenda kwa wakuu wa shule, na wenyewe wanaenda kwenye shule zao. Unajua wakati wamepata zile teuzi, wanaleta nini petition na vitu vingine pale kwenda kwenye majukumu hayo ya kutumikia jamii. Nilikuwa najisikia vizuri, nilikuwa najisikia raha. Na huo ndio msukumo wa kiongozi, kwamba kiongozi anafurahia kuzaa wengine, kuzaa wengine. Ona kwenye Timotheo 2:2, Timotheo wa pili 2:2, Mtume Paulo anamwambiaje Timotheo? Kwa sababu Paulo ndiye aliyemzaa Timotheo. Unaona, ndiye aliyemzaa kwa kiongozi. Anasema na yale uliyoyasikia kwangu. Umeona, Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba kuna mambo mengi umeyasikia, tumekaa vikao, tumezungumza, nimekuelekeza, umeyasikia mambo mengi wakati niko pamoja na wewe. Wakabidhi watu waaminifu watakaofundisha wengine. Kwa unaona kuna generation ambayo Paulo anataka kuiona kwamba nimewekeza kwa Timotheo. Timotheo amenielewa, anasonga mbele, Timotheo anaendelea mbele, lakini huyu Timotheo nataka na yeye azae wengine, wazaliwe wengine kina Timotheo, wazaliwe wengine pia. Kwa ndio maana Paulo anamwambia, ndugu yangu, mwanangu Timotheo, yale ambayo nimeyasikia, yale ambayo nimekufundisha, yale ambayo nimekupa, hebu wape na wengine waaminifu watakaowafundisha wengine. That is a leadership. Huo ndio msukumo wa kiongozi. Kiongozi anazaa viongozi wengine. Naomba nihitimishe kwa kusema kwa mfano kama mimi Pastor Tukio Mosu, Dr. Zakayo Nzogele, mpaka leo bado wanaendelea kunilea, wanaendelea kunikemea, wananipa mafunzo, wananipa ushauri, na ninaona matokeo ya ukuaji, na naona matokeo. Hata juzi tu Dr. Zakayo Nzogele alikuwepo hapa Mwanza, nimekaa naye, nimezungumza naye, tumekula naye, nimejifunza vitu kwake, na tamani kuzidi kuchota vitu vingi kwake. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu najua hicho ndicho ambacho kinanipa shauku ya kuendelea na kusonga mbele. Nikikaa muda mrefu sijaonana na hao wazee, kuna vitu nasikia, naona kama vile kupungukiwa. Sometimes wanafunga safari, natoka hapa Mwanza naenda Bunda kwa Tukiko Moso, naenda nakaa ama mimi kuja kusalimia, lakini natamani kujifunza vitu. Unaona kuna vitu nakupa. Vingine anasema kwamba kipindi kesi kuambia kwa sababu hizi na hizi, sasa hivi ni muda sasa wa kuambia, anakupa vitu. Najisikia vizuri. Naomba nihitimishe kwa kusema kukaa chini ya baba hodari sio tu ni neema,
Hiyo ni fursa, mabadiliko makubwa ya maisha. Nafikiri utakuwa umenielewa sasa kwamba kuna mabadiliko makubwa ya maisha yako yanaweza yakatokea kama utakuwa chini ya baba hodari, kama utajinyenyekeza chini ya baba wa kiroho. Kuna fursa kubwa sana, na kuna fursa ambazo hutazipata kama utatapu kwa kiongozi wako. Kuna neema hutazipata kama utatapu kwa kiongozi wako. Lazima utapu pale, yale mafuta yaje kwako, yale mafuta yalimilike kwako, yale mafuta ya kuijie kwako. Hicho ndicho ambacho kinakaa vizuri. Kwenye Luka 6:40 anasema, mwanafunzi si mkuu kuliko mwalimu wake, bali kila aliyetimilika atakuwa kama mwalimu wake. Kuwa na shauku ya kuwa kama kiongozi wako, kuwa na shauku ya kuwa kama baba yako wa kiroho, baba yako hodari wa kiroho. Mungu akubariki sana. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa utukufu wako, asante kwa somo hili. Tusaidie Bwana kunyenyekea kwa baba zetu wa kiroho ambao Bwana umetuachia, kama kitabu cha Yeremia 3:15 kinavyosema ya kwamba mnao walimu wengi lakini hamna baba wengi. Tusaidie Bwana kunyenyekea chini ya baba zetu wa kiroho, ili tuendelee kutapu mafuta ambayo umeyaweka kwao. Tuwe wanyenyekevu, tuwe wasikivu. Tunapoonywa tuonyeke, tunapokemewa tuweze kuelewa na kutambua kwamba tunakemewa, ili tuweze kukaa katika mstari ambao ni mzuri. Umetuweka chini yao ili tuweze kuwa wazuri, ili tuweze kuwa bora katika jina la Yesu. Asante kwa neema yako. Kila mmoja anayesikiliza Bwana na anayeona, mpe neema ya kuwa mnyenyekevu kwa kiongozi wake. Nakushukuru Bwana kwa neema yako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa jijini Mwanza, maeneo ya Kisesa. Karibu sana uweze kuabudu nasi kila Jumapili saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 4 tunakuwa na madarasa, lakini saa 4 mpaka saa 6:30 tunakuwa na ibada. Lakini Jumatano tuna ibada za nyumbani, na Ijumaa tuna ibada ya maombi kuanzia saa 10:30 za jioni. Karibu sana, na nitafurahi endapo nitaona comment yako ya kwamba umesikiliza, umetazama video hii. Kwa hiyo wale watakao comment, nitajua kwamba wamefuatilia mpaka mwisho wa video hii, na hii itanitia moyo na itanitia hamasa na nguvu ya kuendelea kuandaa masomo mengine. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yangu, lakini usisahau kunifollow kwenye Facebook, ili ninapokuwa natoa makala, ninapokuwa natoa video, uwe wa kwanza kuweza kuona. Mungu akubariki sana. Amen.